Ningetaka na wewe pia ukaweze na hata kuomba lile ombi ambalo Daudi alivyoomba. Aliomba ya kwamba ataishi miaka mingi akisimulia matendo yake Mungu wake ambaye ni Mungu wa Israeli. Adui wake ambao waliokuwa wanamtafuta ndio wakaweza na hata kummaliza. Aliweza na hata kutamka kwa kinywa chake ya kwamba yeye hata kufa bali ataishi. Na wewe na kutangazia na kukutabiria ya kwamba waliosema ya kwamba wewe utakufa, hautaenda mbali, bali utaweza na hata kuisha. Wewe na kutangazia ya kwamba na kutabiria ya kwamba wewe hautaisha, wewe hautakufa, wewe mali yako haitashotwa, mali yako itakuwa imezingirwa na Bwana, bali utaenda mbali na kuishi miaka mingi kama vile Daudi alivyosimulia matendo yake Bwana. Na wewe pia utaweza na hata kusimulia matendo ya Bwana katika maisha yako. Msimu huu watangazie adui wako, watangazie wale ambao wako kinyume na wewe ya kwamba hautazuilika, bali maisha yako yamekumbukwa na Bwana. Neema ya Bwana iko juu ya maisha yako. Maandiko yanasema katika kitabu cha Psalms 91, ataagiza malaika ndiposa wakaweza na hata kulinda maisha yako, mali yako, afya yako, mwezi huu ambao ni wa likizo, na kuombea baraka za Bwana na kuombea kibali ya Bwana ya kwamba hakuna jambo ambalo umepanga litapanguliwa na yule mwovu shetani. Na wale adui walionena ya kwamba hautaenda nyumbani ukiwa umebebana na baraka zako, na kuambia kwamba utaenda nyumbani na utarudi ukiwa mzima, waliokusudia wewe ukaweze na hata kukufa, waambie ya kwamba, watangazie ya kwamba wewe umebarikiwa, wewe umezingirwa na damu ya Yesu Kristo, na Bwana ameagiza malaika wakaweze na hata kukulinda katika mahali popote ambapo uendapo. Waambie ya kwamba wewe utaishi miaka mingi, wewe utakuwa na afya kwa miaka mingi, wewe utakuwa na watoto wako kwa muda mrefu, ukisimulia matendo yake Bwana. Barikiwa unapozidi kusikia neno la Bwana katika jina la Yesu.